Karibu sana katika kipindi cha Alama. Tuendelee kuangalia wanatasnia wa filamu ya maigizo hapa nchini Tanzania ambao wanaendelea kuandika alama au ambao waliandika alama na hivyo kuifanya tasnia yetu kusimama na kuwa katika taswira hii ambayo tuko nayo hivi sasa, tukijivunia nayo na tukisimama vifua mbele tukisema kwamba kuna mahali tumetoka si pabaya sana, lakini tunapokwenda ni pazuri sana, na wao watangulizi wetu ndio wamesababisha tuwe hapa tulipo. Siku hii ya leo niko na mgeni mashuhuri sana ambaye alitamba kweli kweli kuanzia miaka ya 1998. Huyu anaitwa Fatuma Mohamed Makongoro Matutu. Mwanamama huyu anatoka katika ukoo wa Machifu, ukoo Ikizu, mkoani Mara katika wilaya ya Bunda. Mwanamama huyu alibeba uhusika mkubwa sana na alicheza nafasi zake kwa umahiri mkubwa mno. Lakini umaarufu wake uling'ara zaidi pale alipoigiza katika igizo la pili katika historia ya maisha yake na kucheza kama mwanamke mshirikina, nafasi aliyoitendea haki sana. Na tokea hapo nafasi nyingi sana alizokuwa akizipata katika michezo mbalimbali alikuwa akipangwa katika nafasi hizo, hali iliyosababisha watu wengine kuhisi labda kweli mwanamama huyu ni mshirikina, lakini la hasha. Ni vile alivyokuwa akiwasilisha sanaa ya kiwango cha juu sana. Hali hii ilimletea adha kubwa sana kila alipopita, lakini ilifika wakati akasema, nishazoea, mimi ni msanii nawasilisha kazi yangu ya sanaa, na nikiona wananchi wananikasirikia basi najua kazi yangu imefanya kazi kweli kweli. Bi Mwenda. Nani asiyemjua Bi Mwenda? Na tayari niko naye hapa studio. Bi Mwenda, karibu sana. Asante sana, habari za kazi? Salama, habari za miaka mingi? Alhamdulillah, tunamshukuru Mungu. Mashallah, unaonekana kigoli kweli kweli jamani. Nina mimba. Okay, kwa hiyo tuna mdogo wetu umo? Na mimba ya watoto wenu. Umeamua kutubebea Niwapatafutia wajukuu. Jamani, asante sana. Karibu sana Bi Mwenda katika kipindi cha Alama. Asante, nashukuru sana. Bi Mwenda, ni miaka 27 sasa tangu ingie katika sanaa ya maigizo toka 98 mpaka sasa hivi. Ndio. Bi Mwenda limeendelea kusalia na wewe. Kwa nini Bi Mwenda na si jina jingine? Jamani, kwa kweli kwanza naomba nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwa Chris Muhenga. Ndiye alianzisha, aliyetukusanya wote, na aliwakusanya wazee wetu, alafu na wale wazee wakawa wanatafuta watu, tukaenda kuanzisha kundi la Kaole. Nampa kongole nyingi sana. Yeye ndiye amenipika mpaka nimefika hatua hii. Wow. Natoa shukrani zangu za dhati kabisa kwake. Hilo jina la Bi Mwenda kulikuwa tulianzisha kitu kama filamu hivi, ilikuwa inaitwa Ndoa ya Gubu. Mke mwenzangu alikuwa Kemi, mume wetu alikuwa Mashaka. Sasa yule Bi Mwenda ndio nikapewa mimi, kwamba alikuwa ni mshirikina, alikuwa na mloga mke mwenzie Kemi. Unaona? Asa ndio Bi Mwenda likaanza, ndio likaja likazima Fatuma Makongoro. Jamani. Na kuna wakati huo ukiitwa Fatuma Makongoro unashtuka? Nashtuka. Yaani mtu ambaye ananiita Fatuma Makongoro ambaye ananijua undani. Kipindi kile nilivyoanza sana, mtu ukimsikia ameniita Fatuma lazima nitageuka kumuona huyu nani. Okay. Lakini wengi walikuwa wamezoea ni Bi Mwenda mpaka sasa hivi, mpaka watoto wangu, mpaka ndugu, mpaka jamaa, mpaka na mume wangu pia alikuwa ananiita Bi Mwenda. Jamani. Kwa kuna wakati alikuwa akikuita Bi Mwenda naitika. Okay. Yaani kawa limisha meza kabisa lile jina la Fatuma. Na of course limemeza jina la Fatuma. Kabisa mpaka sasa hivi. Mpaka sasa hivi ni Bi Mwenda. Ukiitwa Fatuma lazima ushituke. Nishtuke. Bi Mwenda bwana, mimi na mazungumzo na wewe. Ndiyo. Na naamini watazamaji nao wanatamani sana kusikia mengi kutoka kwako, gwiji wa tasnia hii ya sanaa za maigizo. Tunakushukuru sana na tutakuja kuzungumza mengi zaidi, lakini kwanza mtazamaji, hebu tupate kupata wasifu wa Fatuma Mohamed Makongoro Matutu, kisha tutarejea hapa tuweze kuzungumza naye.
kutoka katika damu ya ukoo wa kichifu hadi jukwaani akiwa ni malkia wa uigizaji. Jina la Fatma Mohamed Makongoro Matutu, maarufu sana kama Bi Mwenda, inakuwa simulizi ya ushupavu, kipaji na ndoto iliyotimia. Mwanamama huyu wa Ikizu mkoani Mara alizaliwa tarehe 26 ya Desemba mwaka 1957. Ilikuwa ni kijijini Ikizu, Nyamuswa, wilayani Bunda. Ni mtoto wa 3 kati ya 7 wa marehemu Chief Mohamed Makongoro, chifu wa Ikizu Matutu na rafiki wa karibu kabisa wa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mama yake marehemu Maua Sindemba. Wakati Tanganyika ikielekea kupata uhuru wake mwaka 1961, Fatma Makongoro aliandikishwa kuanza elimu ya msingi katika shule ya msingi Ikizu, ambako alisoma hadi darasa la 4, na mwaka 1965 akahamishiwa kwenye shule ya msingi Kinondoni ni Dar es Salaam, ambapo alihitimu elimu ya msingi mwaka 67. Mara baada ya kumaliza shule akaolewa moja kwa moja na kubarikiwa kupata watoto 4, 3 wa kike na 1 wa kiume. Hii leo ni bibi wa wajukuu 4 na vitukuu 7, akijivunia kizazi kinachoendelea kuandika urithi wake. Tangu akiwa binti mdogo, Fatma alivutiwa mno na ulimwengu wa maigizo, ngoma za asili pamoja na ngonjera. Ndani yake kulikuwa na ndoto ya siku moja kusimama kama msanii mkubwa wa maigizo. Aliwatazama kwa heshima kubwa wasanii kama Mzee Kipara, Mama Hambiliki, Mzee Pwagu, na kutoka nje ya Tanzania akafurahia zaidi kumtazama Mzee Onyango, Mzee Bashiri na Mwita Maranya wa tamthilia ya Tausi. Ndoto hiyo ikaanza kuchanua mwaka 1998 alipoamua kuingia rasmi kwenye tasnia ya uigizaji. Jirani yake ambaye pia alikuwa mwigizaji, marehemu Bi Sauda, alimshika mkono na kumpeleka moja kwa moja kwenye kikundi cha Kaole, ambapo huko akapokewa kwa mikono miwili na wakongwe wa sanaa akiwamo Mzee Kipara, Mama Hambiliki na Mzee Pwagu. Katika mchezo wake wa kwanza wa Hujafa Hujaumbika, Fatma akapewa jina la kisanii Bi Mwenda, jina ambalo limebaki kuwa nembo yake hadi sasa. Hata hivyo, ilikuwa ni kupitia mchezo wa Jahazi ndipo jina lake lilipotikisa anga la maigizo ya Tanzania. Katika mchezo huo alicheza nafasi ya mwanamke mchawi aliyekuwa akiwatesa mkwe wake Juliet Kakuri ama Kemi na wajukuu zake, akishirikiana na marehemu Mlopelo. Uhalisia wa uigizaji wake ulivutia kiasi kwamba baadhi ya watazamaji walidhani kweli Bi Mwenda ni mchawi, wengine hata wakimwogopa ama kumkwepa hadharani. Lakini badala ya kukata tamaa, Bi Mwenda aliona hiyo ndiyo fursa yenyewe ya kujifunza zaidi kuhusu tabia za uhusika wa mchawi, akifanya tafiti na kuibua uhalisia wa ndani ya mhusika. Kwa maneno yake mwenyewe anasema nafasi anayoitendea haki zaidi ni pale anapopewa fursa ya kuwa mwanamke mchawi katika mchezo wa kuigiza. Uhodari wake uliifanya Kaole kumwona kama lulu isiyopaswa kupotea. Katika kila tamthilia aliyoshiriki, Bi Mwenda alibeba nafasi ya mwanamke mwenye roho mbaya, mchawi au mkali wa kupindukia, tena kwa ustadi usiopimika. Baadhi ya michezo iliyomtambulisha zaidi ni kama hivyo Jahazi, Fukuto, Tufani, Dira, Tetemo, Radi Maisha, Taswira, Zizimo, Johari pamoja na michezo mingine. Ndani ya miaka 27 ya uigizaji wake, Bi Mwenda amekuwa kioo cha mafanikio ya mwanamke katika sanaa, akionyesha kuwa umri si kikwazo, bali ni daraja la hekima na ubunifu. Alipoondoka Kaole baada ya kikundi hicho kusambaratika, Bi Mwenda aliendelea kama msanii huru na akaingia rasmi kwenye ulimwengu wa filamu, huku filamu yake ya kwanza ikiwa ni Riziki, ambayo iliongozwa na Chiki Mchoma na kuzalishwa na marehemu Steven Kanumba. Hiyo ilimfungulia ukurasa mpya wa mafanikio. Alishiriki na majina makubwa kama Kanumba mwenyewe,
lakini kulikuwa na Bahati, Madina Mjata ama Zawadi, Chikoka na Vincent Kigosi maarufu kama Ray. Filamu nyingine zilizompa umaarufu mkubwa ni Wageni Wangu, Hukumu ya Ndoa Yangu, Bibi Yangu, Mkono Wangu, Binti Mfalme, Subiri Mama, Jungu la Urithi, Witch Doctor, Dendeko, Lupelo Village, Detective, Chozi la Zinaa, Deni la Haki, True Love, Ukungu, From China with Love, No Way, Johari, Revenge, Kingdom, The Deception na nyinginezo nyingi. Kwa zaidi ya robo karne kwenye jukwaa la sanaa, Bi Mwenda ametunukiwa tuzo 5 za kitaifa, ikiwa ni ishara ya heshima kwa mchango wake. Tuzo hizo ni pamoja na ile ya heshima kwa mchango mkubwa katika tasnia ya sanaa Tanzania iliyotolewa na Shirika la Utangazaji Tanzania TBC mwaka 2022, tuzo ya mwanamke wa shoka katika sanaa ya maigizo iliyotolewa na Taasisi ya Mwanamke wa Shoka Tanzania mwaka 2024, lakini pia alipata tuzo ya mwigizaji mkongwe kutoka Ustawi wa Maendeleo ya Jamii mwaka 2024, ikiwa ni pamoja na tuzo ya mwanamke mahiri mwenye ushawishi kutoka kwa taasisi ya Thamani Yangu Foundation. Bi Mwenda hana kazi nyingine nje ya sanaa. Anaamini uigizaji ndio moyo wa maisha yake, na kupitia sanaa hii amejijengea heshima, kipato na urithi wa kitamaduni. Ni mlezi na msukumo wa wasanii wengi waliopitia Kaole na wale wanaochipukia hivi leo. Anapopumzika hupendelea kutazama filamu na tamthilia mbalimbali, na hasa za ndani ya Tanzania. Ni shabiki mkubwa wa timu ya Yanga ya Dar es Salaam, na kila mechi ya timu yake huipa muda maalum wa kuishabikia kwa dhati. Fatma Mohamed Makongoro Matutu ama Bi Mwenda ni jina lililopambwa kwa heshima na historia katika tasnia ya filamu na maigizo hapa Tanzania. Kutoka kwa binti wa chifu hadi kuwa malkia wa jukwaa, amebeba tasnia hii mabegani kwa imani, nidhamu na upendo. Safari yake ni somo la ujasiri, uvumilivu na utimilifu wa ndoto. Tumerejea. Huo ni wasifu wa Bi Fatma Makongoro Matutu almaarufu kama Bi Mwenda, na kwa kweli aliyofanya ni mengi sana, na hakika jina lake litaendelea kusalia katika tasnia yetu ya filamu hapa nchini kwa vizazi hadi vizazi. Bi Fatma, na hongera kwanza kwa wasifu huo mzuri sana ambao unahamasisha kweli kweli. Asante. Sasa wewe unaonekana umetoka katika ukoo wa machifu, na tunajua koo za machifu jinsi ambavyo zilivyo, sheria yaani mipaka na sheria waga lazima ifuatwe kweli kweli, tamaduni lazima zifuatwe haswa. Sasa wewe ukaingia katika sanaa ya uigizaji. Tena wakati huo uigizaji ulikuwa unaonekana kama ni uhuni tu, haukuwa na thamani yoyote katika jamii. Nini kilikufanya ukaziba masikio ukasema hapana, hebu acha nifuate ndoto zangu, hata kama jamii au ukoo wangu unaweza ukafikiria sivyo? Kwa kweli mimi tangu nilivyokuwa shule, vitu vya sanaa hizi maigizo, sijui riadha, kuimba, sijui kufanya nini, yani nilikuwa ni mtukutu sana kuchunguza vitu. Na nikawa katika nilivyokuwa shuleni pia nilikuwa katika mambo hayo matatu niliyotaja. Nilikuwa nacheza ngoma, nilikuwa mwanariadha, nilikuwa naimba kwaya. Nilivyoanza hata nilivyokuwa bado tuko wadogo, kulikuwa kuna magazeti yanakuja filamu Tanzania. Nilikuwa napenda sana kusoma yale magazeti. Naangalia vituko jinsi vilivyo. Tuko shule, wakina marehemu Kipala walikuwa ndio wambo, sijui alikuwa anaitwa Kapteni sijui nani. Ilikuwa inaitwa filamu Tanzania. Radio Tanzania pia kulikuwa kuna uigizaji. Ilikuwa siku ya Ijumaa, marudio Jumamosi. Nilikuwa sikosi. Lazima usikilize. Kwa kweli lazima, hata betri nyumbani ilikuwa imekosa, lazima nitaitoa betri ile ya redio nianike juani. Ili Ijumaa nisikose kile kipindi, nisikie muendelezo jinsi unavyoendelea. Basi nikawa imenivaa kwa kweli, sio siri. Basi nilivyokuja huko Dar, nilikuwa nakaa uwanja wa ndege. Tuko na mume wangu marehemu Mzee Mbegu. Jirani yetu kulikuwa kuna Bi Sauda.
Bi Sauda alikuwa Radio Tanzania, walikuwa pamoja na wakina marehemu Mama Mbiliki, wakina marehemu Mzee Kipara, Jongo, Mzee Pwagu, sijui wakina nani, wote wale ambao walikuwa Radio Tanzania. Basi tulikuwa naye jirani, basi nikawa kanizoea, tukawa tukikutana kwenye shughuli za pale kwetu, tunaongea, tunafanya nini, tunatembeleana. Akamwambia mimi na mimi waga napenda sana kuigiza, kuingia kwenye redio kama ya kwenu hiyo. Akasema kwa sasa tuna mpango, kuna kijana Chris ametukusanya sisi wote, wale wazee wote ambao tulikuwa pale. Maana alikuwa marehemu Mama Mbiliki, Mzee Pwagu, Mzee Kipara marehemu, mpaka na yeye mwenyewe marehemu Bi Sauda huyo, pamoja na Bi Hindu marehemu. Yaani wote hao wameshatangulia mbele zake, na Mungu awapunguzie adhabu za kaburi. Pamoja na wazazi wetu waliotangulia mbele zake. Basi akaniambia huko tutatoka, tutaanzisha grupu letu. Sasa hilo grupu tukianza tu mimi nitakuita. Nitakuja nitaongea, maana mume wangu alikuwa ni rafiki yake na mwanae. Nitakuja kumwambia mwanangu tuondoke, mimi nitakuombea ruhusa. Basi walivyoanzisha Kaole ndio tukaenda. Nadhani pale tulikuwa ni wasanii kama 14 ndio tukaanzisha pale kikundi chenu cha Kaole. Cha Kaole tulikuwa tunafanyia hapo Magomeni Mapipa hapo. Chris alikuwa na ndugu yake pale kwenye duka la Azam. Sasa hivi ilikuwa ni nyumba ya Azam, yule baba yule alikuwa anafanya Azam. Ndio tulikuwa tunafanyia pale mazoezi. Unaona, tumefanya pale ndio baadaye ndio tukahamia Lango la Jiji sasa. Kwa ajili ya mazoezi. Ya mazoezi, maana tulikuwa tumeanza kukua wengi sasa pale. Sehemu ile ilikuwa ni ndogo. Kutoka wasanii 14 ikabidi muingize wasanii wengine wengi sasa kipindi hicho ndio wakina Cheni wameingia, na marehemu Kanumba, wengi tu, wakina Chikoka, wakina Chuma huyu yuko Baraza la Sanaa, wakina Lei na wengine wengi, wakina marehemu Dida. Kwa kikundi kikatanuka. Sasa hapo kimesha tanuka, tumeshaanza kucheza michezo ya kwenye TV. Hapo Ujafa Hujaumbika tayari imeshaanza. Ujafa Hujaumbika ndio mchezo wenu wa kwanza. Ndio mchezo wa kwanza. Maana ilikuwa hivi. ITV kulikuwa kuna magrupu haya mawili. Mambo Hayo pamoja na wakina Mzee Onyango pamoja na Chacha Maranya. Inaitwa Raha Leo nadhani, kitu kama hicho. Sasa kipindi hicho ndio Airtel imeingia, sijui ilikuwa inaitwa nani sijui. Wakawachukua kwenda mikoani. Unaona, kwenda kutangaza ile mambo ya mambo mtandao wa simu. Sasa kipindi kikakosa watu, kipindi kikawa hakiruki. Unaona, Crescent alikuwa na rafiki yake, naye ameshakuwa marehemu, alikuwa anaitwa Odoba. Yuko ITV, nadhani alikuwa anashughulika na mambo ya kamera haya. Sahihi kabisa. Basi akawa anatutembelea pale, siku moja akaja akasema, hiki kikundi chako kwa nini sisi pale tunatafuta nafasi hii tuizibe? Hiki kikundi naona waga nakuja hapa naona kimekomaa, kwa nini usifanye igizo promo nani kidogo, upeleke kule waangalie wakubwa kama itafaa muendelee. Basi Ujafa Hujaumbika ile ilikuwa haina script wala haina ilikuwa yani group lile ambao mkicheza mkiishia pale Jumamosi lazima uangalie mmeishia wapi. Alafu wakati siku ya Jumatatu mkienda mazoezini mnaanzia hapo. Unaona, sisi wenyewe ndio tulikuwa waandishi wa script, na sisi wenyewe ndio tulikuwa tunajiongoza. Sasa ndio tulianzia hapo, kila mtu akina Cheni group lao huko na wakina Nina lazima wakae. Yani sasa tukija tena kuja kushuti, unaona ile ya Jumamosi iliyopita hii inakuwa ni ya juu zaidi. Tukawa tunaendelea hivyo kwa zaidi ya mwaka, na tukawa tunacheza kikamilifu kwa usongo na mali. Yani ndio yani mtu yani hapana. Yani msanii aliyetoka Kaole kapikwa.
Kwa hiyo mlikuwa mnafunga vipi sasa? Kwa mfano mlivyoambiwa kwamba hujafa hujaumbika inatakiwa kuisha sasa. Story mlikuwa mnaifungaje? Sijui iliishia wapi kwa kweli. Mlishangaa tu imeisha. Tukaleta tena mchezo mwingine, jahazi. Mkaita tena jahazi. Sasa jahazi ndio ikawa sasa ina script sasa. Kipindi kile sasa tuko katika hujaumbika. Ndio jahazi wakawa sasa Chris ndio anaandika script sasa, na wasanii wameingia pale, waandikaji wa script na nini hivyo. Okay. Hivi mchezo huu wa hujafa hujaumbika kwa namna moja au nyingine ulikujenga vipi kisanaa na kulisimamisha jina lako? Ule sasa mimi nilikuwa napita. Aha. Ule nilikuwa sikuwa na wizara maalum, nilikuwa nipo tu, leo niko huku, leo niko kule, leo. Yaani nilikuwa kama ni futari, mchanganyiko. Lakini sasa kitu ambacho kilikuja kunijenga, jina likakuwa la Bimwenda. Ile tuliocheza mimi, mkuu wangu alikuwa Kemi, na mwanangu alikuwa anaitwa Sembe, na watoto wake hawa wawili. Huo sasa ndo mchezo wa pili. Huo tutakuja kuzungumza. Sasa kwa sasa mtazamaji, hebu tuende mapumziko mafupi, kisha tutarejea hapa tuweze kuzungumza au tuzidi kuzungumza na Bimwenda. Tumerejea, kipindi hewani bado ni Alama, na bado tuko na Fatuma Mohamed Makongoro Matutu almaarufu kama Bimwenda, tukizidi kuzungumza kuhusiana na safari yake katika sanaa yetu hii ya maigizo, lakini alama ambayo ameiweka katika tasnia yetu ambayo sisi tunajivunia kutoka kwake kama mtangulizi wetu. Haya Bimwenda, mchezo wa kwanza wa hujafa hujaumbika ukawa umetoka. Ndio hivyo tumeumaliza. Unapita, tunaanza na script nyingine tena. Tukaingia sasa kwenye script nyingine. Siku ya kwanza umeletewa script ya mchezo ulikuwa unaitwa Jahazi. Huu hapa Bimwenda, wasifu wako ni huu: mama mchawi, roho mbaya. Yaani walikuwa wananichanganya roho mbaya, uchawi. Yaani jamani, maproducer hawa sijui sehemu yenu ya Kiingereza hii. Hapana. Tuanzie sasa ulipopata script yako. Niliipokea. Lakini uzuri sasa, nilikuwa na Chris alikuwa ananitia moyo. Na yule marehemu Odoba ambaye alikuwa ITV alikuwa ananitia moyo pia. Na wasanii wenzangu pia walikuwa wananitia moyo. Na ndugu zangu pia walikuwa wananitia moyo. Wewe nenda hivyo, usiogope. Mimi nilikuwa naogopa. Kwanza mimi nilivyokuwa nacheza nikimaliza, afu siku ya Jumamosi tukiangalia kwenye TV nacheka mwenyewe. Paka kuna siku kuna mtoto wa mdogo wangu alikuwepo, ameshakuwa marehemu, akasema, "Hivi kumbe shangazi wewe mchawi?" Yaani nilijisikia vibaya. Na kitu ambacho mimi sipo kabisa. Siku ambayo inambadilisha hao watoto wa Kemi. Huyo wa kiume nilikuwa simpendi. Tusimie kidogo kuhusu mchezo. Kwa wale ambao hawakuwepo waelewe sasa ili chimbuko lilitoka wapi. Chimbuko si ndio nakwambia, Kemi alikuwa mkwe wangu kwenye mchezo wa Jahazi. Sembe mwanangu, mimi ni mchawi. Nataka kumpa mtoto, sana watoto wawili wa kike na wa kiume, kilikuwa kinaitwa Nunu. Nikipe uchawi, na ndio nilikuwa napenda kulala nacho. Sasa mama yake alikuwa hapendi. Unaona? Sijui naye alikuwa na madudu yake gani au vipi sielewi. Alikuwa hapendi mimi nilale na yule mtoto. Basi yeye akilala kule na yule mtoto wa kiume, mimi nambadilisha kinyao. Anakuwa paka. Seke ndio nilipoanzia hapo. Hizi kamera hizi hapana. Mzungu mbaya. Kemi anakula sahani ya chakula, mimi naibadilisha inakuwa majani. Sasa hapo usipigwe kweli njiani. Utapendwa na jamii gani? Wenyewe wanafanyaga siri. Sasa mimi naianika hadharani kabisa, kila mtu anaiona. Hapana. Ikawa sekeseke. Nilipata cha moto. Nilipigwa. Nakumbuka nilipigwa hapo Bungoni hapo. Pigwa kwenye mkono hapa. Yaani ulikuwa unatoa damu.
asubuhi, mchana tukaenda mazoezini, kaenda akasema jamani hapana, mimi hii kazi naiacha, kama kipigo chenyewe ndio hii kimia hapana. Yaani hivyo fika tu, kumbe marehemu Odoba naye alikuwepo, nikaanza kwa hadithia. Wakaniambia hapana, endelea. Akasema mimi hapana, tafanyeje, mimi napigwa, nazomewa. Yaani ingekuwa sio kwamba haiko asili au kama nimeipenda kazi ile, nimeipenda, ningekuwa sio Bimwenda tena hapa nilipo. Ningekuwa nimeshaacha. Maana ukipita watoto mchawi, bibi ana mbaya hilo. Nilikuwa nakusanya kijiji. Wanakuzomea, lakini kijiji kinakuja kwa kero. Yaani watoto wanatoka nyuma, alafu na mtoto ndio wa kwanza kugundua yule pale ni fulani. Maana yeye sana sana anafuatilia vitu kama hivi. Mtu mzima anakuwa labda na shughuli zake, saa zingine kipindi kimempita nini, lakini mtoto yeye yani anakalili mpaka hata uzi ambao umeshonewa kwenye nguo. Lakini nikaenda hivyo nikazoea. Sasa mchezo umeruka. Mara ya kwanza ndio ulipigwa hapo Ilala. Ulishangaa tu kundi la watu limekuvamia au ilikuwaje? Walikuwa wanawake wawili. Walinipiga tu basi. Watu wakaniambia nenda polisi, nikasema hapana, siendi polisi. Sasa naenda polisi kufanya nini? Hii kazi yangu. Alafu na hawa pia wadau wangu. Sasa nitaenda kumshtaki nisemeje, kanipiga kwa ajili ya nini? Sasa ilikuwaje? Yaani ilikuwaje sawa kupiga? Basi tu mtu walinivamia tu. Alafu sasa kibaya wakaniambia naingilia kazi za watu. Sasa nilivyowaambia, hata Chris nilivyomwambia, nikamwambia na marehemu Odoba, akanambia ujumbe umefika, usiache. Sasa ndio sasa kuanzia hapo michezo yote akaole nikawa roho mbaya. Ni mmoja tu litoka, nikawa mkwe wangu Johari, mwanangu Nilei. Akawa ananiambia nicheze ndio nile. Lakini pia nikaona kama nimepwaya kuwa mpole. Nikaona kwamba pale kama nimepwaya kitu kimenikosa pale. Maana michezo yote ile akaoli ilikuwa ni timbuli tu za uchawi, roho mbaya, sijui nini. Yaani jamani hapana. Lakini nashukuru. Nashukuru Mungu. Imenifanya mpaka hapa nilipo nimefika pazuri. Lakini sasa Bimwenda, nataka kufahamu ule ujasiri ulioupata, kwa sababu umepatwa na matukio mengi. Awali nikizungumza na wewe uliniambia uliwahi kufanywa fujo Kariakoo, uliwahi kufanywa fujo Magomeni, Ilala. Ilala. Kariakoo nikapigwa. Sabasaba, tumeenda Sabasaba. Tulikuwa mimi, Bahati na Kadada. Kuna mtu tu alitoka kule akaja akanipiga kibao, akanirudia tena akanipiga kibao. We vipi? We mchawi sana, una roho mbaya sana, unatesa watoto wa watu. Sasa uzuri Sabasaba pale kuna mchanganyiko wa watu wengi. Ndio wakaja wakamshika. We mama vipi, kwa nini unampiga huyu mama? Alafu japo mimi ni mchawi, lakini nina wadau ambao wananipenda ni wengi. Yaani mashabiki wa matendo ya wengi. Yaani naona vitu hivi na wenyewe walikuwa wanavipenda. Unaona? Unaona. Lakini sasa ambao walikuwa wanaguswa ndio walikuwa wananichukia. Na mtu unaweza kumkuta akakuchukia bila sababu yoyote. Huwezi jua. Lakini wengi ambao wananipenda, ambao wananiambia mama yani kazi yako nzuri, kazana hivyo, usiogope. Yaani walikuwa wananitia moyo. Zaidi ya ndugu zangu na jamaa zangu na hata wengine wadau wangu pia walikuwa wananitia moyo. Okay, kwa hiyo jamii pale ndio ikakunusuru. Kaninusuru, wakamshika wakamtoa akaenda, anagomba, anatoa maneno. Yuko serious kabisa. Kamwambia Bahati na Kadada, jamani tutoke hapa, mimi nitapigwa hapa. I say. Cha moto ulikiona. Cha moto. Lakini mambo haya mimi nimeyaona ni Dar es Salaam hapa. Lakini mikoani watu wanawapokea vizuri. Mikoani wanawafurahia sana. Okay. Na wala usikii mtu anakuambia sijui anakuzomea, sijui umepita au vipi. Kwanza huko nyumbani kwetu ndio hawanijua. Mungu. Kwa hiyo wewe haikukukatisha tamaa licha ya adha zote hizo? Lakini hukuwahi kumuuliza mwandishi wako
mwandishi wa script mlizokuwa mnaandika, kwamba kwa nini alikuwa kila script yakiandikwa ya namna hiyo unapata wewe character hiyo? Sasa, au ukuwahi kumuuliza director yako kwa nini alikuwa anakupanga kwenye husika hizo wewe tu? Kulikuwa kuna wasanii wengine wangeweza kucheza nafasi yako hiyo? Walikuwa wananijibu, walikuwa wananiambia kwamba hiyo kazi wewe ndio character hii inakufaa wewe. Okay. Madirector hao ndio walikuwa na visebengo vya kuniita mimi kwa mchawi. Wakiona wakisoma script yao imeandikwa mama mchawi, Bi Mwenda yuko wapi? Mpaka huko mikoani. Kwa nadhani Dar es Salaam hapa tu. Wala. Huko Arusha, huko Mbeya, sijui Iringa. Umo naenda. Sasa huko ndio unakutana vigangura vinakugonga usiku. Ukiamka mwili wote uko hoi. Kia Mungu. Jamani, binadamu sisi hapana. Jamani, hapana. Kwa hiyo Bi Mwenda adha usiku ulikuwa unazipata kweli kweli? Labda. Labda mwili si wako mamangu. Ulikuwa unazipata adha? Kisawasawa. Kwa kisawasawa. Pole sana. Yaani unakung'utwa kama nguo imefuliwa. Jamani. Unakuta kumbe njia ya mkato maskini, unaanza kuhangaika asubuhi wewe mwenyewe. Unapiga miayo tu kumbe. Wanadhani una njaa kumbe mwili umechoka. Uko hoi. Uko hoi. Kwa kazi ya uigizaji matokeo unayapata usiku. Unajua mtu akikuona kwenye TV anaona hii kazi nzuri, mimi ningefanya vile au ningekuwa hivi. Kumbe hawajui sekeseka ambalo sisi wasanii tunalipata. Kwanza kuja kuitengeneza filamu mtu akaiona kwenye imekaa vizuri na watu wameipokea kwenye TV. Ni shughuli. Sio kazi nyepesi. Sio nyepesi. Lakini kuna wakati uliwahi kuomba kubadilishie character? Sijawahi. Hujawahi. Mwenyewe ulikuwa una enjoy? Nafurahi sana. Tena vitabu na vitafuta vya wachawi au nasoma. Nikisikia mtu nampeleleza tu wachawi wakoje, wanafanyeje. Wanatafuta utafiti mimi mwenyewe. Vitabu kwani vipo hivyo vitabu? Si vya majini hivyo kwani vitabu havipo? Wewe unavipata wapi? Somo wanauza. Okay, katika kujiongezea maarifa na ujuzi. Vitabu vingi ambavyo utasoma labda unakuta mtu alikuwa na roho mbaya. Havipo kweli? Vipo. Vipo? Hata wazungu pia wanavyo. Hata sisi tunavyo. Sasa. Okay. Lakini mtu ambaye akianza kuni waliokuwa wananipiga mimi nilikuwa naelewa labda ni wenzangu na mimi. Mimi naroga kwenye TV, wale wanaroga usiku. Ndio tunapishana. Wakawa hawana uelewa kabisa wa kuelewa kwamba huyu afu nikawa yani kila hata nilivyokuwa wananihoji kwenye maredio, kwenye magazeti, kwenye nini, nikasema kwanza hawaoni pale chini pameandikwa igizo. Mimi naigiza tu. Mimi sio mchawi. Yes. Kabisa. Mimi navaa usika tu. Yule ambaye ni mchawi kabisa ni mwandishi. Watu hawajui. Na hawahoji waandishi. Mimi ni mjumbe tu, napeleka ujumbe. Lakini hawamtafuti huyo mwandishi anayefanya mimi nimekuwa Bi Mwenda, amenifanya mimi nimekuwa sijui mchawi, amenifanya sijui mimi ni mwenye roho mbaya, amenifanya mimi sina roho mbaya. Mimi sio mchawi. Mchawi yule mwandishi. Sahihi kabisa. Na yule ndio mwenye roho mbaya. Kwa nini andike vile vitu? Mimi ni mjumbe, ni kama barua nimeandika mimi nakupa upeleke kwa fulani. Au nisome kwa ajili ya watu wengine. Wasikie kilichoandikwa kwenye barua. Aliandika ni Bi Mwenda. Wewe Sophie unasoma. Sasa ukisoma unakuwa mbaya jamani. Hawaelewi kabisa. Kweli kabisa. Lakini naona jinsi utandawazi unavyokuja, naona watu wanazidi kuelimika. Sasa hivi watu wanaelewa. Kwamba ni michezo ya maigizo, sio uhalisia. Unajua hamna kazi nyepesi mamangu. Kwa kweli hamna kazi nyepesi. Hata kula kwenyewe unakula lakini jasho litakutoka. Haya umelima, umetembea, kumbu umekaa. Lakini kijasho ndiri. Kikionyesha umeridhika, chakula kimeingia mwilini. Kisawasawa. Basi sawa, tutarejea kwako baada ya muda si mrefu. Hebu mtazamaji, hebu tuende tena mapumziko mafupi kisha turejee hapa. Tumerejea kipindi hewani, bado ni Alama na bado tunazungumza na Bi Fatma Makongoro, na hii ni sehemu ya mwisho ambayo
tunazungumza na wewe, bi mkubwa wetu, mama yetu, kipenzi chetu, mwana alama wetu. Tumesikiza mapito yako. Kwanza pole sana, kwa sababu ulikuwa ukipata wakati mwingine adhabu zisizo kustahili kwa sababu tu ya kazi ya sanaa ambayo ulipenda kwa muda mrefu sana. Kuna wakati wowote umewahi kujilaumu kwa nini uliingia katika sanaa? Haujawahi kujilaumu? Sijawahi. Kwa nini hujawahi kujilaumu? Maana ile kazi niliipenda. Alafu kwa uzuri, alhamdulillah, imenipa matunda. Okay. Sio kwamba nimejulikana na watu, nimekutana na watu wa aina tofauti tofauti. So naona leo nimekuja kwa kweli. Nilikuwa nakujua shoga yangu, nilikuwa nakuangalia hivi. Tunabadilishana mawazo, tunafanya nini. Vile nilivyokuwa mimi zamani ni tofauti na ambavyo nilivyoingia kwenye sanaa. Kwa kweli mimi nashukuru sanaa, imenitoa sehemu ya mbali kabisa kuja kunifikisha mpaka hapa. Sahihi. Namshukuru Mungu kwa kweli. Okay. Oh, hongera sana. Wewe uliondoka Kaole lini na kwa nini uliamua kuondoka? Kaole sikuondoka. Kaole mwaka 2011 marehemu mume wangu alikufa, ilikuwa bado tuko Kaole. Sasa mimi nilivyokaida ile nikawa miezi 4 ile sikuwahi kwenda tena kule. Na sasa kukawa kuna migogoro, kila mtu akawa anaenda kufanya kazi zake binafsi. Kina Lei wakawa wametoka, kina Kanumba ndio akawa yuko huko kwa Mtitu, wanaendesha. Sasa pale kukawa kuna chekechea tu. Sasa nikaona na mimi nifanye shughuli zangu, nikae kwanza nyumbani nipumzike. Okay. Na kwa hiyo sasa ulipomaliza Ida uliendelea na shughuli gani? Tukawa tunaitwa huko mikoani, tunacheza, tunafanya nini. Na mimi nikaona nahangaika hivi, ndio nikaja tena tukachukuliwa na tamthilia ya Huba. Okay. Tumeona wasanii wengi ambao mlikuwa nao kipindi hicho wakati mnaanzisha Kaole, hata baada ya kuwa Kaole imekwisha simama, walikuwa wakishapata majina, wameshapata uzoefu, na wengine baada ya Kaole kuvunjika waliingia katika kuzalisha kazi zao binafsi. Lakini wewe hukufanya hivyo. Kwa nini? Sikujaliwa. Shida ilikuwa ni nini? Kwa nini hukuamua kuwa mzalishaji binafsi kama wenzako walivyokuwa wakifanya? Unajua, usifosi kitu kama ambacho Mungu hajakuandikia. Kabla wale Mungu aliwaandikia. Alafu na kipindi kile tulikuwa tunacheza, tulikuwa vipato vyetu vilikuwa ni vidogo. Na mimi nikakuta uwezo wa kuanzisha, sijui nitengeneza filamu, lakini basi nikawa naitwa tu, sikuanzisha kufanya kazi zangu mwenyewe wala nini, sikubahatika. Okay. Lakini ulitamani? Nilitamani sana. Tukitazama toka 98 mpaka sasa hivi, ni mambo gani mawili makubwa ambayo hutakayasahau katika safari yako ya sanaa? Makubwa mawili. Naona una uchokozi. Sintasahau jinsi walivyokuwa wananipiga hii mtu aliyenipa karata ya uchawi. Sintasahau, lakini pia naishukuru. Sisahau, lakini naishukuru. Alafu niliipenda, niliipokea kwa kweli. Kazi yangu niliipokea mwandishi. Nikaona hata kama watanipiga, watanifanya nini, huko wenyewe watanipiga, wataniacha, lakini kesho mimi nitafanya ninayopewa na viongozi wangu kuwafanyia kazi. Okay. La pili? La pili, sanaa imenipa kibanda. Sintasahau kwa kweli. Sasa hivi ni mjengo. Sio mjengo, kibanda tuseme. Nikitoka hapa nikiyumba na miguu yangu humu, nafika naingia kwangu, nalala, nakula dagaa bamia kwangu. Ndio nashukuru, sintasahau kwa kweli. Okay. Sawa. Hongera sana. Asante. Hongera kwa maendeleo hayo, kwa kweli ni makubwa, na nakuombea heri, maendeleo zaidi yazidi kuja. Inshallah. Bimwenda, wewe ni shabiki kindakindaki wa Yanga. Na unaipenda Yanga kweli kweli. Ulijuaje? Ulijuaje? Nakujua. Sina kufuatilia, mimi shabiki yako.
Nyinyi ndio waga mnakuja na usiku nyumbani kwangu. Ona ndi tunakuja kukupiga mangumi usiku. Unanigonga. Mwaka 2019 Bi Hindu. Eti Bi Hindu, Mwenyezi Mungu amrehemu kwa alipo. Bi Mwenda. Mwaka 2019 siku ya tamasha la Yanga Day. Yanga Day. Ulizua gumzo. Uliingia uwanjani pale kwenye pitch, umevaa kama mganga wa jadi. Ukaenda kumwaga unga kwenye magoli mle. Kote kazunguka uwanja mzima. Ukazunguka uwanja mzima afu ukawa kama unajisugua kwenye magoli hivi. Mwenzangu, ilikuwaje? Mtu unaongea mpaka na mwili unanisimka. Siku hiyo wanamuziki wakasema kwamba Yanga Day kwenye ufunguzi wasanii wa Bongo Movie wacheze na wanamuziki. Sasa sisi tukawa kamati ya ufundi. Okay. Tukaenda kuloga sasa. Wale si wanapiga magitaa. Mimi nilikuwa kwenye uhalisia wangu. Si mimi ni msanii naenda kucheza pale. Ukavaa karakta yako hiyo. Nikavaa karakta yangu pale pale uwanjani. Na ule ulikuwa ni unga tu, wala wengine wakasema dawa sijui nini wala. Ndio tukaenda kuloga mle, tulikuwa na sergeant. Husna. Tukaloga mle, tukamaliza na kweli tuliwafunga. Kwa vilisaidia? Vilisaidia. Tuliroga ndio. Sasa wanamuziki kazi yao kucheza mpira, waenda wakapige magitaa. Asha alikasirika. Yana alitamani kupasuka. Okay. Tuliwafunga 2-2. Aha. Kwa mliwachezea kisaikolojia. Wakaamini wamechezwa. Tulicheza na akili zao. Sasa wale ni domboro watakuja kucheza mpira kweli, wataweza ule. Wakina Nyoshi wale. Wenyewe waliamini kwamba tumeroga, kumbe ni mazoezi. Vijana wangu walifanya mazoezi kama mwezi mzima. Wow. Sasa Bi Fatuma, nikikurudisha mwaka 98. Tuseme wakati unakata shauri sasa ya kuingia katika sanaa. Tukasema tufanye machaguzi mawili. Uchague sanaa au ende na mambo yako mengine. Utachagua nini? Sanaa. Bado ungeichagua sanaa. Aha, na si maisha mengine hasa? Haya yanakuja nyuma ya sanaa. Okay. Na tukisema sasa tuchague uhusika. Sawa. Tukirudi tena huko 99 sasa 99. Uchague husika, umeletewa husika za bibi mshirikina, mama mshirikina au husika zingine. Utachagua zipi? Huko Kule. Kwa Bi Mwenda huko. Aha. Kwa nini? Si ndiko nilikuwa nimesha kuzoea. Ndio kitu cha kwanza kile. Unajua hata kipofu siku ya Mungu amemjali akafumbua macho akamuona nzi pale, alafu akafumba. Kila kitu akiwa anaeleza anasema hivi ni mkubwa kama nzi. Ndio kitu cha kwanza kukiona. Basi na mimi ndio karata yangu ya kwanza kuicheza. Niliipenda ile. Sawa kabisa. Lakini kuna wakati huwa unatamani kabisa kwamba natamani katika nafasi zangu hizi ambazo naendelea kufanya kazi nipate nafasi nyingine nje ya hiyo character. Kuna wakati waga unatamani? Wala hata sitamani. Hata huko nikienda na pwaya, si nimekuambia nitakuwa sitendei haki. Utakuwa utendei haki. Okay. Kwa hiyo natamani michezo mingine yote itakayokuja bado ushike nafasi hiyo. Hiyo wanipe tu. Shoga yangu umependa hiyo nafasi. Kabisa. Imekukaa na umeikaa kweli. Yote kwa yote sasa, nini matarajio yako ya baadaye? Nini malengo yako ya baadaye katika sanaa yetu hii? Malengo yetu ya baadaye tu naomba tu tushirikiane, tuwe wamoja, tupendane. Unajua tukipendana sanaa yetu ndio inazidi kukua. Tushirikiane. Yaani upendo ukiwepo nadhani hata ushirika utakuwepo pia. Hawa ambao wanangu wanakuja, wajukuu zangu pia wafuate nyayo zetu. Okay. Na kuna baadhi ya watu wanahisi kama Bi Fatuma umejipumzisha kidogo na sanaa. Nini ambacho unawaambia wasanii? Sijajipumzisha.
Sijajipumzisha, sema tu story inavyoyumba, inavyotembea. Unajua kama hizi tamthilia hizi unaenda pamoja na story. Story kama imechange utasubiria. Lakini sijasema kupumzika. Maana sisi wasanii waga hatuna kusema una staff. Hapana. Okay. Hata nikiwa natembelea Mkongojo kuna story itakuja tu inamtafuta mtu wa Mkongojo, ataniita, nitaenda. Yes. Kwa hiyo bado unapatikana? Bado napatikana, niko hewani. Uko hewani. Okay, vizuri sana. Kwa hiyo kwa yote anayetaka kufanya kazi na wewe milango iko wazi. Meupe. Asante sana. Shukrani sana Bi Mwenda kwa kujumuika nasi katika kipindi cha Alama. Hakika tumeyapata mengi kutoka kwako na hongera kwa kazi nzuri ambayo umeifanya. Mimi nashukuru sana. Asante sana. Kwa kunikumbuka kuona kwamba na mimi nafaa kuja hapa kwenye Alama. Nikawa alama mojawapo. Nashukuru sana. Asante sana na mbarikiwe sana Azam. Shukrani sana na pole kwa kweli kwa adha ulizozipitia kutokana na husika yako. Hapana shaka ni miongoni mwa wasanii ambao mlikuwa mnabeba husika zenu kwa weledi wa hali ya juu sana kiasi kwamba ngoja sasa nikupe siri moja. Tafuta wasanii wote ambao wamepitia kwenye makundi wana nidhamu kuliko wasanii wa sasa hivi. We chunguza. Kwa nini? Sielewi, kwa ajili labda tulikuwa kama sisi Kaole tu, unajua tulikuwa kama pale kama ndugu. Afu wale wazee wetu kulikuwa kuna mzee wa nidhamu, ukikosea wanakuja wanakuita wanakuambia. Kuvaa vibaya alikuwepo, ukija umevaa ishia getini, unaona. Ukiingia ndani unaingia kuja kufanya mambo ya sanaa. Sasa tulikuwa tunafanya mambo yetu huko, lakini tukifika geti la langu la jiji pale kila mtu anaingia na mawazo ya nini? Humu ndani naenda kufanya sanaa. Lakini wengine sasa hivi angalia tamthilia ni nyingi tu, siwezi kusema. Lakini wale ambao wamepitia, angalia wasanii wa mambo hayo. Uje wasanii wa Kaole. Sijui uje wasanii walikuwepo wa Splendid. Ndio wakina Cheni hao. Afu na wakina marehemu Jengua pia sina Kidedea. Angalia wale waliopita mle. Ni tofauti kabisa na wasanii ambao sasa hivi hawana mazoezi yale ya kwenye vikundi. Maana mtu anamkuta anampa script. Hajafanya mazoezi, hajafanya utafiti, hajafanya nini. Ndio wengi wanasema sisi filamu zetu mbona zinakuwa hivi? Hapana. Kwa hiyo kwa ushauri wako unadhani ni vyema sanaa ikarudi katika vikundi? Watu waanzie katika vikundi ili wafundishwe misingi ya sanaa. Sana. Na maadili ya sanaa. Maadili. Okay. Unaona. Sasa hivi unajua watu wengi wanatusumbua. Tunaomba tuingie kwenye sanaa. Sijui tutapitia wapi. Sijui nini. Lakini vile vikundi vikiwepo. Vile vikundi au chuo kinapika watu. Sisi tumisha ngatuka. Au wanyuma pia watakuja wangatuki. Chuo kiko wapi cha kuja kuwafufua wengine ambao wanakuja? Vyuo vipo, watu hawataki kujishughulisha. Vipo haswa. Kama kipi? Chuo cha sanaa Bagamoyo, chuo kikuu cha Dar es Salaam. Salaam. Sasa kile chuo cha sanaa Bagamoyo kimechukua wasanii wote. Yes, kuna chuo cha sanaa utaona wanafundisha kwa kozi fupi za muda mfupi za mwezi mmoja, miezi miwili. Sasa ngoja nikwambie kitu. Mnani Sofia. Kamchukue msanii wa Bagamoyo. Njoo mlete kwenye TV, hawezi. Kina Waridi walitoka Bagamoyo. Lakini si walianzia kwenye majukwaa wale. Alafu akaja sasa. Tyson ndiye akaja kuwapika pale. Unaona, lakini alivyowapika ilikuwa ni tofauti na wa sasa hivi. Unaona, sawa atoke kule Bagamoyo, sawa amecheza kwenye stage, si ndio? Wale wanacheza kwenye stage, si unaona? Lakini apate mtu ampike tena aonekane kwenye TV kama ambavyo sisi tunafanya. Kwa sababu ajumlishe yale kwenye stage na haya ndio. Uko sahihi kabisa. Na nafikiri ni angalizo zuri sana. Na tulichukua kama wadau tutaliwasilisha kwa wahusika. Ndio. Kiwe chuo, maana wengi wanatusumbua sana. Naomba niingie sasa hivi tamthilia zimejaa. Wale wahusika watu wao wanawachukua, karata hii ni mweke huyu, karata hii ni mweke huyu. Kweli watu wengi wapo ambao wana uwezo wana vipaji huku nyuma wengine hao. Lakini hawana sehemu ya kutokea. Sahihi.
Unaona Kaole sisi ilivyotuchukua ikatukusanya ilivyozaa kilimu nyingi sana. Unaona? Kwa ajili pale tulikuwa mkusanyiko, kila mtu akija anaingia Kaole naye anafanya mazoezi, anafanya nini, na anajitahidi. Tulikuwa na wivu wa kumpita yule. Wa kufanya vizuri zaidi yako wewe. Unaona? Sasa hivi hamna. Ni tamthilia. Haya, mtu ataacha kumchukua mtu ambaye anajulikana apate pesa, aenda kamchukue kijana katoka sijui huko kwetu Ikizu huko, naye ana ujuzi wake, aseme ngoja nimweke hapa. Una CV gani ambayo itakuonesha kwamba ulicheza kitu fulani watu wakukubali? Lakini chuo kikuwepo, kiwakusanye wale, watatoka. Sahihi. Utakuta na sisi tumekuwa kama wa Nigeria, wa Turuki, sijui wa Japani, sijui watu gani. Sahihi. Unaona? Asante sana kwa mawazo mazuri sana na mchango wako huo mzuri sana. Hapana shaka tumeuchukua na tutawasilisha kwa wadau ili uweze kufanyiwa kazi, kwa sababu vitu hivi vinawezekana kama tunataka kuipeka tasnia yetu mbele. Kabisa. Asante sana Bi Mwenda jamani. Shukrani sana kwa kuja na pole kwa matatizo ya miguu. Naumwa miguu shoga yangu. Pole sana Isea. Kinaambia habari ya miguu hapo tena akili inaniruka. Okay. Miguu inaniuma. Miguu yangu hii imesagika, magoti yamesagika yote mawili. Magoti yamesagika yote mawili. Na matibabu yake? Hela ndefu shoga yangu. Wanasema kiasi gani? Mguu mmoja 5,590,000 nadhani. Kwa 5,700,000 hivi mguu mmoja. Bado usafiri bado nini? Kwa miguu, na ni miguu yote miwili? Yote miwili, nyanga. Pole sana Ise. Asante. Pole sana. Lakini hapana shaka wadau watakusaidia. Napendwa na Watanzania. Watanzania mnanisikia? Wanangu mnasikia? Alafu acha wenzangu mnipege dawa. Shukrani sana Bi Mwenda kwa wakati wako. Asante sana kwa kujumuika nasi katika Alama. Na mimi nashukuru, nimewapenda kwa kweli. Studio yenu pia ni nzuri. Asante sana. Nzuri sana, mashallah. Shukrani sana na karibu tena wakati mwingine. Amina, inshallah nitakuja. Asante sana. Na mtazamaji, mpaka kufikia hapo tunahitimisha kipindi cha Alama kwa siku ya leo. Hapana shaka tumeyasikia mengi sana kutoka kwa Bi Mwenda akitueleza safari yake, mapito yake, mafanikio na downfalls zake. Lakini kubwa ambalo tumelipata kutoka kwake ni kwamba tuheshimu kazi ya sanaa, hebu turudishe misingi ya sanaa kama kweli tunataka kufanya vizuri. Na kwa ushauri wake tu ni kwamba anatamani kuwe na vyuo vinavyofundisha sanaa ya uigizaji wa televisheni, sio wa kwenye stage. Na anaamini kwamba kwa kufanya hivyo basi tuweza kupika wasanii wengi wazuri na hatimaye kazi zetu za sanaa zikaweza kufanya vizuri kitaifa na kimataifa zaidi. Lakini kubwa zaidi, Bi Mwenda ana matatizo, anaumwa magoti. Wadau kwa namna yoyote ile mtakayoguswa, hebu tumuone huyu mama. Ni mama yetu, ni kipenzi chetu, ni muasisi ambaye ametufikisha au amefikisha sanaa hapa. Tumuone kwa chochote tutakachojaliwa ili aweze kupata matibabu na hatimaye arejee katika kazi za sanaa kwa nguvu ile ile aliyokuwa nayo toka awali huko miaka ya 98. Sasa wiki ijayo tutakuwa na nani? Endelea kusalia nasi. Kwa nini ulitamani zaidi Kaole? Walibaki na 8. Hebu tusimulie sasa hiyo interview ilikuwaje? Maana na wewe uliingia kwenye interview sasa. Basi katika interview wakapita watu 8, mimi sikupita. Huwezi amini. Katika kundi la watu 20. Mmoja kukwambia unaitwa Kaole kesho. Yaani unaambiwa sikupata usingizi. Sikukosea. Kiukweli nilipoingia shamba, jina la Mama Nyemao lilisimama likasimama tena. Kipande cha mimi na D-Star siku alonifuata nyumbani kwangu kupigana. Tulisafiri wasanii wa Kaole, tulienda Sumbawanga. Basi D-Star akiingia pale anaanza, jamani mimi naingia na nyimbo mtie kamba mumeo. Nakuwa watu karibu, lakini mwisho wa siku sijui zinakuwa jealousy za nini, sijui ni kitu gani mtu unashindwa kumkumbuka mwezio. Jamani kama tutaenda kwa maisha hayo tutauana.